علي نقولك علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الخريف التمر المخروف أي المجتنى. haya na kutoka kwa Ali radhiallahu anhu qala amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema hivi, ma min muslimin, hakuna muislamu yoyote, yaudu musliman, anayemtembelea muislamu. Na hapa inatafsiriwa zaidi katika hali ya ugonjwa, ghudwatan, asubuhi mapema, illa salla alayhi 70,000 malakin, isipokuwa watamuombea rehma yule anayemtembelea mgonjwa asubuhi malaika 70,000. Daraja ndogo hiyo, hata yumsia, mpaka iingie jioni. Kwa hivyo ile kutwa nzima malaika wanakutakia rehma wewe 70,000. Wa inadahu ashiyatan, na kimtembelea jioni, illa salla alayhi 70,000 malakin, isipokuwa watamtakia rehma malaika 70,000 hata yusbiha, mpaka ingia asubuhi. Ndio maana kuna baadhi ya watu wakishafika umri fulani, washastaafu, hawana majukumu mengi, wanayatafuta mambo ya ibada wawe wanayo katika maisha yao. Kwa hivyo hawezi kukaa wiki hajatembelea mgonjwa. Akisikia taarifa za mgonjwa anayemjua, anakwenda kumtembea, kwa sababu anajua kuwa humu ndani yake mna nini, mna fadhila, na anatafuta husnul khatima katika maisha yake ya kila siku. Lakini sisi ndo dunia imetuzonga. Ukiulizwa wewe ndani ya mwaka mmoja umemtembelea mgonjwa gani, kama hakuna naye kuhusu, ndo hujatembelea mgonjwa yoyote. Kwa hivyo eneo hili la thawabu inakuwa umelipoteza. Lakini kama msema piko vikundi sasa hivi vinahamasisha mambo kama haya. Wakana lahu kharifu fil janna, na atakuwa yeye ana mavuno huko peponi, atakuwa na mavuno peponi. Rawahu Tirmidhi, kaipuka Tirmidhi wakala hadithun hasan, akasema hadithi nzuri. Al-kharifu kasema at-tamru al-makhrufu, tende zinazovunwa, ai al-mujtana, kwa maana zile ambazo zinavunwa. Kwa hivyo atakuwa na mavuno peponi mtu ambaye anatembelea mgonjwa asubuhi au jioni. Wa an Anas, na kutoka kwa Anas radhiallahu anhu qala, amesema kana ghulamun yahudiyun yakhdumu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam famarida faatahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yauduhu faqa'ada 'inda ra'sihi faqala lahu aslim, fanadhara ila abihi wa huwa anhu wa huwa indahu. Kwangu imefutika kidogo hii nun, kwani dali imetokea vizuri, dali huko indahu, wa huwa indahu ni dali. haya, wa huwa indahu faqala ati Abul Qasim faaslama fakharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa yaqulu alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nari, rawahu al-Bukhari. Hadithi hii nayo inatupeleka mahala parefu sana. Kutoka kwa Anas radhiallahu anhu qala, amesema kana ghulamun, kulikuwa kuna kijana mmoja yahudiyun, wa Kiyahudi. Na tumesema ghulam ni mtoto mwenye umri kati ya miaka 9 na miaka 11, ndivyo anavyokadiriwa. Nabii Yusuf alipokutikana kwenye kile kisima au kwenye lile rambo la maji, fasema dini wajaat sayaratun faarsalu waridahum faadla dalwahu qala ya bushra hadha ghulam. Ingawa kwa lugha ya Kipashian, ya Kifarsi, ya Kiiran na kwa lugha za Kihindi, ghulam manake mtumwa. Ghulam manake mtumwa, abd. Ghulam Hussein, Ghulam Ali, Ghulam Abbas, ghulam manake mtumwa. Lakini kwa Kiarabu ghulam manake kijana mdogo. Hata Bibi Maryam akaambiwa qala inma ana rasulu rabbiki li ahba laki ghulaman zakiya. Kwa hivyo ghulam kwa Kiarabu inakuwa ni kijana mdogo, lakini ghulam kwa lugha ya Kipashian, ya Kiiran na kwa lugha za Kiurdu na nini, ghulam manake mtumwa.
Haya, haipishani sana. Haya, basi anasema akana ghulamun yahudiyun, alikuwa kijana mmoja wa Kiyahudi, si Muislamu, wa Kiyahudi, wa dini ya Kiyahudi, yakhdumu nabia, akimhudumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Famaridha, akaumwa. Alikuwa kama mfanyakazi lakini wa dini nyingine. Na hapa ndio pana hoja. Kuna baadhi ya watu wanatuambia haifai watoto wasiokuwa wa Kiislamu kufanya kazi kwenye jamii za Kiislamu. Sasa huyu hapa ni mtoto wa Kiyahudi anamhudumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena haifai vipi kufanya kazi katika jamii za Kiislamu, hasa katika mazingira ya amani na maelewano? Hakuna kosa. Famaridha, akaumwa mtoto yule. Faatahu nabii sallallahu alaihi wasallam yaudu, Mtume akamwendea anamtembelea. Na hapa nalo ni jambo jingine, kwamba kama ni mtu yuko karibu na wewe katika maisha, hata kama ni wa imani ya dini nyingine, akiumwa bado sikosa kumtembelea. Faqaada inda rasihi, Mtume akakaa sawa sawa na kichwa chake yule mtoto pale palipokichwa. Faqala lahu, akamwambia aslim, silimu, kuwa Muislamu, kamwona ni mtoto mwema, mtoto mzuri. Fanadhara ila abihi, yule mtoto akamtazama baba yake, wa huwa indau, na yuko hapo baba yake wa dini nyingine, naambiwa ni silimu na baba yangu ndio huyu, atakubali ni silimu? Faqala, baba yake akasema ati abul qasim, mtii baba yake Qasim. Baba yake Qasim ni Mtume sasa, yani kubali kuslimu. Fa aslama, akaslimu. Fakharaja an-nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume akatoka, huwa yaqul, naye anasema alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nari, namshukuru Mwenyezi Mungu keshamuokoa mtoto huyu na nini, na moto. Kwa hivyo hoja ni kwamba unaweza ukamtembelea asiyekuwa Muislamu, na huenda ikawa sababu yeye kufanyaje, kuongoka. Tusijenge uhasama katika mazingira ya kutembeleana katika ugonjwa na vitu vingine. Hata mtu wa imani nyingine unaweza kumtembelea. Rawahu al-Bukhari, hadithi kaipokea nani? Bukhari. Babu ma yudaa bihi lilmaridhi, mlango wa kinachoombwa kwa ajili ya mgonjwa. Unamwombea nini mgonjwa ukimtembelea? Ile dua ya kumwombea mgonjwa. Ana Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana idha ishtaka al-insanu shay'an minhu au kanat bihi qarhatun au jurhun, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam qala bi usbu'ihi hakadha. Wa wada'a Sufyan ibn Uyaynah ar-rawi sababatahu bil ardi thumma rafa'aha wa qala bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina, muttafaqun alayhi. Dua hii sisi hatujawa mashuhuri nayo sana. Tunazo dua nyingi za kuombea wagonjwa, lakini hii haijawa mashuhuri kwetu na utaratibu. Kutoka kwa bibi Aisha radhiallahu anha, Mungu amwiradhi, anna nabii sallam kana, kwamba Mtume sallam alikuwa idha shtaka al-insanu shay'a, akilalamika mtu binadamu kwa jambo, minhu, kutokana nalo, kwa maana ya ugonjwa au nini, au kanat bihi qarhatun, au akiwa ana nini, ana kipele, upele, au jurhun, au jeraha. Qarhatun ni upele, mapele, au jurhun, au jeraha. Qala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam husema bi usbu'ihi, kwa kidole chake, hakadha, namna hii. Wa wadha Sufyanu, akaweka Sufyani ambaye ni mpokezi wa hadithi bin Uyaina katika matabina, Arrawi ambaye ni mpokezi, sababatahu, kidole chake kile cha shahada. Sababa ni hichi, na hichi Waarabu hawajakiita kidole cha shahada, wamekiita kidole cha ugomvi. Uislamu ndo tumekiita kidole cha shahada kwa sababu ile ashhadu an la, lakini hichi kidole cha ugomvi. Wewe ukigombana na mtu, na hata baadhi ya masanamu ya viongozi yamewekwa hivyo, hasa waliofuata siasa za kikomunisti kama Saddam Hussein. Mmecheka sana nyinyi, hata Saddam Hussein sanamu lake pale Baghdad lilikuwa limekaa hivi. Wakina Karl Marx, wakina Lenin hasa
kimekaa hivi. Sasa wengine mnaowajua nyinyi, mimi sijawasema, mmeanza tu kucheka wale wenzangu wa Msumbiji na Malawi, hichi wanakiita, na watu wa Tunduru wanakiita nkomba pala. Nkomba pala maana yake kiramba mchuzi. Ukitaka kuramba unafanya nkomba pala. Alikuja mtu mmoja kutoka Msumbiji akalikuta hapa sanamu limekaa hivi, akasema nkomba pala. Maana yake limenyoosha hivi kidole. Hiyo ndo sababa, ambacho hichi kidole cha ugomvi. Sabba ya subu ni kutukana au kugombana, kwa hivyo kidole cha ugomvi. Lakini Uislamu umezimua ile fikra, ukasema kidole cha shahada. Kwa hivyo hii ni maana ya kidini ya kidole cha shahada, lakini maana ya kilugha ni kidole cha nini? Cha ugomvi. Na ndio kusema kwamba hivi vidole vyote vina majina katika lugha zote duniani kubwa. Lakini kwa bahati mbaya hata sisi Waswahili ukiambiwa taja majina ya vidole unaweza kushindwa. Kwa sababu hiki kinaitwa dogo, na hiki kinaitwa nini? Chanda, na hichi kinaitwa chimvi kwa sababu ya uhuni wake. Halafu hichi kinaitwa gomvi, na hichi kinaitwa gumba. Kwa hivyo dogo, chanda, chimvi, gomvi na gumba ndio majina ya vidole. Khinsar, binsar, wusta, sababa na ibham. Lakini ukifanya mtihani kwa watu ndani ya jamii, wanaweza wengi wasijue majina nini, majina ya vidole vyao wenyewe walivyonavyo mikononi. Sasa sababa hichi ndio kidole cha ugomvi, lakini kwetu kimeitwa cha shahada katika dini kwa kupunguza makali na kule kusema ashhadu an la ilaha illa Allah. Haya, kwa hivyo wasema hakadha wawadha Sufyan bin Uyayna arrawi sababatahu, akaweka Sufyan bin Uyayna ambaye ni mpokezi wa hadithi. Na Sufyan bin Uyayna si sahaba, ni katika matabina wakubwa. Sufyan bin Uyayna akaweka kidole chake bil ardhi, katika ardhi, thumma rafa'aha, kisha akakinyanyua, ndo akakiweka chini. Sisi nao Waswahili tunao ule utamaduni wa kwamba kama mtu anataka kuonesha shuka hapa na nini, anagusa mchanga alafu anafanya au mwingine anafanya hivyo papa anaweka hapa kidole, ndio hicho anakileta kwenye shingo, potele mbali nipe anaramba kidole. Kwa hivyo akakiweka chini kidole chake kile cha ugomvi. Thumma rafa'a, kisha akanyanyua. Wakala, akasema bismillahi, kwa jina la Mwenyezi Mungu. Turbatu ardhina, huu ni mchanga wa ardhi yetu. Biriqati ba'dina, kwa mate ya baadhi yetu. Yushfa bihi saqimuna, huponywa kwa ajili yake mgonjwa wetu. Biidhni rabbina, kwa idhini ya Mola wetu. Muttafaqun alayhi. Hii ni namna fulani kama vile anaomba dua, lakini kaiweka katika namna ya kiutamaduni. Huyo Sufyan bin Uyayna katika matabiina, na ni katika watu wanaoaminika. Kwa hivyo si kosa kumfuata ukafanya jambo kama hilo. Wa anha, na kutoka kwake tena bibi Aisha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaudu ba'dha ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqulu allahumma rabban nasi adhhib al-ba's ishfi anta ash-shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru ba'dahu saqama. Muttafaqun alayhi. Na kutoka kwake tena bibi Aisha, Mungu amwiradhi, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana alikuwa yaudu ba'dha ahlihi, akitembelea baadhi ya jamaa zake wakiwa wagonjwa. Yamsahu biyadihi al-yumna, anapangusa kwa mkono wake wa kulia. Wa yaquluna, kusema pengine anampangusa kwenye kipaji, lakini anapangusa kwa mkono wake wa kulia kwenye kile kiungo ambacho kina tatizo, kama ni mkono, kama ni mguu, kama ni kichwa. Wa yaquluna, anasema allahumma rabban nasi, ewe Allah mola wa watu, adhibil basi, ondoa tatizo, ishfi, ponya, anta shafi, wewe ni mponyaji, la shifaa illa shifauka, hakuna ponya isipokuwa ponya yako, shifaan la yughadiru saqama, kwa uponyaji ambao hautabakisha ugonjwa wowote. Muttafaqun alayhi. Na hii ni dua imepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Saqama ni ugonjwa,
kama kule Ibrahimu alayhi salam aliposema fanadhara nadhratan fi nujumi faqala inni saqim. Na Maulidi ya Barazanji inasema yuhanuna sukmahu wa shaqwahu. Kwa hivyo sukum na sakam ni ugonjwa. Na hii hapa imepokewa pia sakaman na sukuman bidhammi sini. Vitabu vyenu vimeandika sakaman au sukman, vyote hakuna ambaye imeandikwa sukma. Haya, lakini inajuzu katika lugha. Muttafaquna alayhi, hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala li Thabit rahimahullah ala arqika bi ruqyati Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qala bala qala Allahumma rabban nasi mudhhibal ba'si ishfi anta shafi la shifaa la shafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama, rawahu al-Bukhari. Na kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu, kwamba yeye qala, kamwambia li Thabitin. Inaonekana huyu Thabiti si sahaba, ni katika matabiina, na aliumwa kwa mujibu wa mazingira ya hadithi. Kamwambia rahimahullahu, Mungu amrehemu, ambaye ni katika matabiina, alipomuona Anas mtu huyu anaumwa, ala arqika, kwenu imeandikwa arqika au urqika bidhammi alhamzati au bifathiha, bifathiha ala arqika, je ni sikuzingue. Neno zuri hapa ni kuzingua, kuzingua kwa maana ya ruqya, zinguo la kidini la kumtoa mtu kwenye matatizo. Lakini siku hizi Kiswahili kimetupotosha. Kuzingua kumekuwa manake ni kudanganya. Usinizingue bwana, tusizinguane hapa, manake tusidanganyane. Lakini hiyo sio maana hasa ambayo Kiswahili kilikusudia kwenye kuzingua. Kuzingua manake ni kumtoa mtu katika tatizo, lakini sasa imekuwa kuzingua ni kumtia mtu kwenye nini? Tatizo. Ndio Kiswahili cha vijana, usinizingue bwana, yule bwana mzinguaji, mazinguzi tu, ala urqika, jeni sikuzingue, biruqyati Rasulillahi, kwa zinguo la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala bala, akasema hapana nizingue. Qala, akasema Allahumma rabban nasi, ewe Allah mola wa watu, mudhibal ba'si, muondoa tatizo, ishfi, ponyesha, anta shafi, wendo mponyeshaji, la shafia illa anta, hakuna mponyeshaji isipokuwa wewe, shifaan, ponya, la yughadiru saqama, haibakishi maradhi ya aina yoyote. Kwa hivyo hii nayo